Elimu imegawanyika katika sehemu mbili. Al-Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu amesema al-ilmu ilmani, maanake anakusudia elimu ziko aina mbili: ilmu al-fiqhi lidiyani, elimu ya dini, elimu ya fiqhi kwa ajili ya dini. Ndio hii ambayo anasimamia Sheikh Ali, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu aweze kuifanya kazi hiyo kwa muda mrefu. Lakini pia akamalizia Imamu Shafi anasema baada al-fiqhu liladyan, alafu akasema na kuna elimu ambayo kwa ajili ya dunia. Lakini alitaja elimu moja, alisema ilmu tibbi liladyan. Kaitaja elimu moja tiba, lakini amekusudia elimu zote ambazo zinaendesha dunia. Kwa hiyo kwanza, kabla sijaelezea kwa ufupi, na kusudia kusema wazazi, kama tunavyojali kuwaleta watoto kuja kupata elimu ya dini, pia tujali kuwafundisha elimu ya dunia, au kama inavyoitwa elimu ya dunia. Zamani Uislamu ulikuwa hukugawa elimu hii, elimu zote walikuwa wanapata kwenye madrasa. Maanake tunakusudia elimu ya dini na elimu ya science. Na unaweza kupata ushahidi huo, wanasayansi wakubwa waliofanya uvumbuzi katika dunia ni Waislamu. Naweza kutaja moja tu. Unaiona hii hesabu tunayoitumia leo, wavumbuzi wake ni Waislamu. Hii hesabu tunayoitumia hii, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema litaalamu adada sinina wal hisab. Waislamu walilijua hilo, wakafanya uvumbuzi wa hesabu hii. Ukisikia hesabu ya wazungu ni zile hesabu za Kirumi, lakini hesabu inayotumika sasa wavumbuzi wake ni Waislamu. Hiyo ni science. Kwa hiyo tunatakiwa, kama tunavyojali kuwapeleka watoto mashuleni kupata elimu ya science, vile vile tujali kuwafundisha elimu ya dini, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuuliza siku ya Kiyama ikiwa kuwafundisha elimu ya dini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliposema ikra, hii anakuambia amrul wujubi. Kuna amrul wujubi, kuna amrul nadbi, kuna amrul irshadi, kuna amri kama 11. Lakini sasa hii ni amrul wujubi. Mwenyezi Mungu amesema ikra, soma. Ya kwanza elimu ya dini. Tulipochukua uhuru katika nchi yetu mwaka 1962, tulitangaza kuwa Tanzania tuna maadui watatu. Kwa bahati mbaya, maadui hawa hatukuwapanga vizuri. Tukisoma vitabu vingi vya Tanzania, adui wa kwanza anahesabika kuwa ni umaskini, lakini sio sahihi. Lakini mpangilio wa kilojiki, kiakili, adui ya kwanza ni aljahal, ujinga. Yaani ujinga ndio adui ya kwanza. Ujinga unazalisha umaskini, umaskini unazalisha maradhi. Kwa hiyo ilitakiwa kwanza tupambane na ujinga, pia tupambane na ufukara, basi maradhi yatakuwa mbali. Mimi nitatoa mfano tu. Leo hii Tanzania ukienda kwenye hospitali au katika zahanati, unakuta wagonjwa wamejaa, kwa sababu wa Tanzania hatuna elimu na tumekuwa maskini, ndio tumekuwa wagonjwa wengi. Lakini mimi nimebahatika kuishi baadhi ya nchi, kwa mfano Misri, Saudia, niliwahi kwenda hospitali, huoni foleni zilizojaa kama Tanzania. Ina maana watu wameelimika, wameondosha ufukara na maradhi yameondoka. Kwa hiyo maradhi yanakuwa machache kwa sababu ya kuwa na elimu na kujiweza katika maisha. Unapoishi kwa kubahatisha, yani kula kwako shida, hujui chakula aina gani kinajenga mwili wako, ndio usababisha maradhi. Yote hayo yanatokana na kutofuatilia kwa undani. Tuliwatangaza maadui watatu, lakini mpaka sasa bado tumefeli kwa asilimia kubwa Tanzania. Athaluthul waba, aljahlu, walfaqru almudkhi, wadda'u wal marad. Sasa mimi nataka nielezee upande mmoja tu kwa ufupi. Juha, kuna mwanazuoni mmoja anaitwa Juha. Huku kwetu kwa uchache wa elimu yetu tumemjua kwamba Juha mchekeshaji, na wakati mwingine tumemwita Juha
ni baba la wajinga, lakini sio kweli. Kwa wasomi, Juha ni msomi aliyefundisha jamii iliyobobea katika ujinga. Kuna mtu mmoja alinipa changamoto siku moja, akaniambia, wewe unasema kwamba Juha ni mwalimu, inakuwaje Juha kuna siku alipoteza shilingi yake ya dhahabu ndani alafu akawa anaitafuta nje? Alinipa changamoto hiyo. Tusikilize vizuri kwamba mwalimu hapa alifanyaje. Alipoteza shilingi ya dhahabu ndani usiku, na kwa bahati mbaya kile kibanda kina giza, yeye akawa anatafuta nje. Akanambia, vipi huyu unatuambia huyu mtu kwamba atakuwa mwalimu wa jamii? Sasa na kwamba Juha alikuwa anafundisha kwamba unaweza ukawa katika utajiri kama Tanzania. Tanzania ni nchi tajiri kwa mali asili zake. Tanzania imejaliwa rasilimali nyingi sana, lakini wananchi wake mafukara sana kuliko nchi nyingi, kwa sababu tumo ndani ya giza. Kwa hiyo Juha alikuwa anafundisha kwamba mimi shilingi yangu ya dhahabu nimeipoteza ndani, lakini sasa giza nitaitafutaje? Na itafuta nje kwa sababu kuna mwangaza. Kwa hiyo kwanza, kabla hatujapata ufumbuzi, yani ufumbuzi unatokana na mwanga, na mwanga ni elimu. Kwa hiyo nilikuwa nakusudia kwamba tuwafundishe kwanza, tuwaelimishe vijana wetu. Tusikimbilie kutafuta mali tu, lakini kwanza elimu. Elimu inakuja kuondosha umaskini, na umaskini unakuja kuondosha maradhi. Haya ni mambo ambayo yanategemeana. Sasa labda nimalizie sehemu ya mwisho tu kuhusu mwalimu. Tunamchaguaje mwalimu? Juha ametufundisha walimu wako aina 4. Kuna mwalimu ana elimu na anajua kuwa ana elimu. Anasema huyu ni mwenye hekima, kamsomeni. Mimi naamini Sheikh Ali katika hao. Tumeona matunda hapa, hadithi za Mtume zinasomwa vizuri kabisa. Nilikuwa nasikiza tafsiri, yani imekwenda vizuri kabisa. Tafsiri imekwenda vizuri. Sikuwa nilikuwa napenda Sheikh Ali swala kama hili tusikize na aya za Qur'ani mwaka mwingine inshallah. Lakini kwenye upande wa tafsiri wa hadithi ni nzuri kabisa, zimenyooka. Lakini Juha pia akasema kuna mtu anajua lakini hajui kuwa anajua. Huyu ni mtu aliyeghafilika, anatakiwa kuzinduliwa. Wapo hao. Kwa hiyo wapo wana elimu kama Sheikh Ali, lakini hawana athari yote katika nchi yetu. Lakini Sheikh Ali kashaacha athari na anaweza kwenda kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa vijana alioandaa. Lakini wewe umeandaa nini? Kwa hiyo wewe unaambiwa ni ghafil, umeghafilika, unatakiwa uzinduliwe. Lakini akasema kuna mtu yeye ni mjinga na hajui kwa yeye ni mjinga. Anasema huyu ni mpumbavu, jiepushe naye. Yani yeye ni mjinga na hajui kwa yeye ni mjinga. Na hao wamejaa Tanzania, hajui na hajui kuwa anajua, na hataki kushiriki kwa kusoma katika njia yote. Misikitini wamejaa wasomi, au tunasema kuna vituo vya elimu.